mtumishi wa Mungu Mfalme Zumaridi. Mtazamaji wa Star TV na kukaribisha katika mfululizo wa vipindi kutoka kwa Mfalme Zumaridi. Siku ya leo ungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha ushuhuda wa kutoka kwa Mfalme Zumaridi. Mtazamaji, kama unavyoona nyuma yangu, nimeambatana na Mfalme Zumaridi pamoja na wanaofisi wake na wale ambao wanatoa ushuhuda siku ya leo, na ungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi. Uko nami Jennifer Rupia. Karibu sana. Bwana asifiwe ndugu mtazamaji wa Star TV. Siku ya leo ndugu mtazamaji wa Star TV tunakuletea ushuhuda mkubwa sana wa mtumishi wa Mungu mahali hapa kushoto kwangu, aliyekuwa na matatizo ya moyo, alikuwa anajaa maji tumbo, pia alikuwa tatizo pia la figo. Ana ushuhuda wake mkubwa ambao Mungu aliyekaa ndani ya Mfalme Zumaridi amemtendea. Ameteseka takriban miaka 10 kina hali ya matatizo, mateso, katumia sana dawa, lakini hakuweza kuona uponyaji wote ule ukijitengeneza ndani yake. Lakini baada ya kukutana na mtumishi wa Mungu Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana, ndipo alipomwona Mungu akamtendea, akamfungua, mpaka sasa tunamuona ni mzima, afya njema, tumbo lake ni mzima tunaliona, lakini alikuwa amejaa tumbo lilikuwa kubwa. Pia utaona x-ray zake pia ziko mahali hapa, atazionyesha x-ray kipindi mgonjwa jinsi gani tumbo lake lilikuwa limejaa maji. Lakini kwa neema ya Mungu aliyeweka makao ndani ya Mfalme Zumaridi, tumbo mpaka sasa tunaliona iko vizuri kabisa, ni mzima, afya njema, moyo wake uko safi, tumbo lake liko safi, figo zake ziko safi, kwa mpaka sasa ni mzima, afya njema kupitia mkono wa Mfalme Zumaridi. Pia kulia kwangu mahali hapa na kaka wa mtumishi wa Mungu aliyekuwa mgonjwa, kulia kwangu mahali hapa, naye pia kaka ataeleza jinsi alivyomuuguza mdogo wake kwa muda wa miaka mingi. Ana mengi ya kusema kuambia Watanzania na kuwajuza habari njema za ufalme wa Mungu ndani ya Zumaridi, kwa sababu ameuona ufalme wa Mungu ndani ya Zumaridi, kwa sababu amemuuguza mtoto mdogo wake kwa miaka mingi, kamuuguza lakini hakupata jibu lolote hili. Pia ana rafiki yake mahali hapa mbele, ambaye rafiki yake na kaka yake, na yeye pia ameshuhudia, amekuwa mashuhuda, ameshuhudia tukio la kumuuguza. Alikuwa pia hata kimbeba, akimsaidia kumbeba, kumgeuza. Yuko naye hapa pia, naye ataongea ya kwake ambayo aliyashuhudia kwa macho yake, damu na nyama. Kipindi mtumishi wa Mungu hapo yuko hoi, yuko taabani, walikuwa wakijua kwamba huyu atakufa muda wote ule. Hakutegemea kama atapona, lakini kwa neema ya Mungu ndani ya Mfalme Zumaridi, mtumishi wa Mungu ni mzima, afya njema. Ndugu jamaa na marafiki hawaamini na kusaidia, hawasadiki wala hawaamini kama ni mzima, kwa sababu walijua ni walao wa kesho wa kufa. Walikuwa wameshakata tamaa, ndugu wameshaanza kulia, wakijua kama sasa tunapoteza. Lakini mkono wa Mungu ukaenda kusimama, ukamuinua mtumishi wa Mungu, mpaka sasa ni mzima, ana furaha, ndugu zake wana amani, anasinzia. Alikuwa hasinzii, alikuwa halali, anakohoa usiku kuja kuanzia saa 1 mpaka saa 1 asubuhi, hana pumziko. Alikuwa hawezi kula, anakula kipande cha ndizi kidogo, hawezi, kwa sababu tumbo lilikuwa limejaa. Kwa hiyo nisiongee mambo mengi sana, mengi ataeleza yeye. Nimemtengenezea njia ili aweze kuelezea chanzo cha matatizo yake, ameanza mwaka gani na uzima umepokea mwaka gani. Barikiwe ndugu mtazamaji wa Star TV. Karibu mtumishi wa Mungu, uieleze dunia jinsi ulivyoteseka kwa miaka mingi, lakini baada ya kupokea Mungu ndani ya Zumaridi ukapata pumziko, na wengine pia matatizo kama haya wapate kuja kwa Mfalme, wapone kama wewe. Karibu mtumishi wa Mungu. Mimi naitwa Antonia Agustini Kazinja, nimezaliwa mkoa wa Kagera, wilaya ya Misenyi, kata Nsuru. Nimeanza kuugua tangu 2006. Nilianza kukohoa sana, nikawa nakohoa silali. Wakasema hamna, kinachokufanya ukohoe ni nini? Kwa sababu nilikuwa nakohoa hadi damu. Ikabidi wanipeleke hospitali kuangalia chanzo cha kukohoa ni nini. Wakapima kuangalia kama nina kifua kikuu, wakakuta kifua kikuu sina. Wakasema sasa tatizo liko wapi? Maana upande mmoja au tumbo lilikuwa limevimba, imejaa upande mmoja. Wakasema labda angalie, wampeleke kumwangalia kwenye x-ray, wampige picha ya kifuani. Nilipoenda kupiga hiyo picha, wakakuta moyo umepanuka sana na una maji ndani yake. Nikaanza kutumia dawa za hiyo moyo. Nikatumia dawa za moyo kuanzia mwaka huo, sikupata nafuu. Nikatumia dawa kuanzia mwaka huo 2006 mpaka 2007, nikazidiwa sana. Nikapelekwa hospitali ya Seketule, nikalazwa. Nilivyolazwa Seketule, nikapigwa x-ray tena na
kuniangalia kile kipimo cha echo, kuangalia moyo ukoje. Kipindi hicho na tumbo limeanza kuvimba sasa, likavimba. Wakaangalia na tumbo kwa nini linavimba, na humo ndani ya tumbo kulikuwemo kama vile jiwe. Kuangalia wakakuta kwamba tumbo lina maji na ini limevimba. Basi ndio nikaendelea na tiba na dawa za moyo, dawa za kupunguza uvimbe wa ini, lakini sikupata unafuu. Kipimo cha echo wakanipiga, wakaangalia vyote wakaweka hapo, lakini sikupata unafuu. Ilibidi wanilifai niende Bugando. Nilipofika Bugando na penyewe nilipigwa x-ray ya moyo, wakaona moyo umepanuka, lakini tena una maji. Sasa hapo tumbo likazidi na miguu ikawa imezidi. Miguu ilikuwa imejaa sana, nilikuwa siwezi hata kunyanyua hivi mguu wangu. Hata nilipokuwa nimekaa, yani kulala, nilisikia kulala, nikapanda kitanda kulala, nilikuwa siwezi kunyanyua mguu wangu mimi mwenyewe kuweka kitandani, mpaka mtu aje abebe hivi mguu auweke na huu auweke, hapo ndo nalala. Na kipindi hicho nakohoa sana, nilikuwa nakohoa sana, yani silali, nakuwa nimesikia kama vile yani nataka kukata roho, yani nilikuwa nimeshakata tamaa kabisa, yani naona hapa ninakufa. Na waliokuwa wananihudumia kwa kweli walikata tamaa, ila baadaye hapo manesi wakawa wananiambia kwamba unaweza ukafanyia hata operation, lakini kufanyia operation wewe tukiangalia kwenye picha zako moyo wako umepanuka sana na umechoka sana. Basi wakasema na kwenye mbavu mbili umesharika, hivyo wewe basi tu ni kumwomba tu Mungu, maana wewe ukikuweka kwenye chumba cha operation hauwezi kutoka. Nikaenda tu kukaa pale na hudumiwa na hizo dawa na kunywa dawa, tumbo linaendelea kujaa, mpaka siku moja kakaangu akaja akamwona Mfalme Zumaridi akapanda kule Bugando. Hapo nyuma nikawa nimewaambia pale madokta, jamani, naomba mnisaidie nitolee maji tumboni, maana nilikuwa siwezi hata kupumua, nilikuwa napumua kwa kwema. Nawaambia nitolee maji, wanakataa, wanasema wewe usituletee kesi, maana tukitolea maji hapa unakufa. Basi nikakaa hivyo, yani nawabembeleza nitolee maji nipumue, wanasema hamna. Ila walikuwa wanampeleka dada pembeni, mimi sijui dada alikuwa anamwambia nini. Dada akitoka huko anakuja ananipa matumaini, jikaze mdogo wangu, utapona tu. Basi sasa hapo mimi maumivu, yani ninatamani hadi nife kabisa. Nikawa natamani nife. Kutembea siwezi, nasukuma kwenye toroli kwa kagari, napelekwa chooni na rudishwa. Kwani nikikaa chooni siwezi kunyanyuka mwenyewe, maana tumbo lilikuwa zito na miguu ni zito. Hivyo nikichuchuma hivi chooni mpaka dada aje nyuma huku anibebe hivi aninyanyue. Hiyo nilikuwa sijiwezi. Basi nikakaa hapo hospitali mpaka kaka akaja akamwona Mfalme Zumaridi akapanda kule Bugando, akaja akaniona akasema, hii mtumishi, umeshakata tamaa? Nikasema ndio, nimekata tamaa. Akasema usikate tamaa, ngoja nikuombee. Mfalme Zumaridi akaniombea. Aliponiombea, kesho yake ndio madaktari walipokita, nikamwambia jamani, nisaidieni, mimi nakufa, tumbo limejaa maji, sipumui, nipunguzieni. Basi ndio wakakubali, kwa sababu Mfalme Zumaridi pale alikuwa ameshaniwekea mkono. Wakakubali, wakanitolea maji, wakanitolea lita 5.5 za maji, lakini sikukata kupona. Kesho yake tumbo likajaa tena, hivyo nikakaa. Baadaye ikabidi waniruhusu kule. Waliponiruhusu, kakaangu akanileta hapa kanisani. Nilipofika hapa kanisani, nikaendelea na maombi ya Mfalme Zumaridi, akawa ananiombea, anaombea maji, ananiombea na mimi na kunywa yale maji. Basi akasema usirudie tena kwenda nyumbani, maana hapo kipindi nilikuwa nimeshaenda na Bukoba huko, nikawa nimelazwa na hospitali ya Kagera Sugar. Sasa nilivyorudishwa tena, kaka akaniambia usiende, kaa tu kwa Mfalme Zumaridi. Ikabidi nikae kwa Mfalme Zumaridi. Mfalme Zumaridi akawa ananipa maombi,
anaombea na maji na kunywa, basi tumbo likaisha na moyo ukapona. Hapo tumbo lilipokuwa limejaa maji, nilikuwa sijiweza hata kwenda chooni. Yaani ilifikia muda wakaniletea kandoo, nikawa najihifadhi humo ndani chumbani. Maana nilikuwa siwezi hata kutoka nje hata kutembea hivi. Maana miguu ilikuwa mizito. Ikabidi nikae ndani, waniletee kila kifaa humo ndani. Kila kitu nilikuwa namalizia humo ndani, wanakuja wanabeba wanapeleka wenyewe huko uwani. Nikaendelea hivyo hivyo, hata kulala kwenyewe ilikuwa shida. Ilikuwa silali, nalala nakoa, yaani nakoa. Mpaka kulala kwenyewe nilikuwa nalala nimekaa hivi. Huku kote walikuwa wananiwekea mito kama mitano, alafu na huku mbele wananiwekea hivi miguu hivi. Kwa hiyo nilikuwa yaani huko kwa ndani nilikuwa nalala hivi, niko kwa chini huko kwa chini. Lakini tumbo bado liko hivi. Na huku nimelala hivi, nimekaa, wameniwekea mito. Hadi mito ilipungua mpaka wakaniwekea hata makwisheni. Wakaweka makwisheni ili nikae ndani nimekaa. Lakini na penyewe kipindi hicho nilikuwa nakaa, lakini hata sipati unafuu. Inabidi mimi kuja kupata unafuu angalau nisinziepo kidogo. Nilikuwa nafanya hivi. Nikifanya hivi naweka hapa mto kitandani, nafanya hivi. Hapo nasinzia hapo kama nusu saa. Kama dakika tu 5, sio nusu saa. Yaani baadaye kikozi kinaamka. Naanza kukohoa. Nakohoa yaani nasikia kama vile roho inataka kuchomoka. Nikaendelea hivyo kukohoa. Lakini sikupata unafuu. Madawa nilikuwa nimetumia, nilikuwa natumia dawa ya Dioxin na hii ya maji, Laskisi na madawa mengi nilikuwa natumia. Alafu kipindi cha nyuma, nimesahau kipindi cha nyuma nilipoanza kuumwa. Hadi nije nilaze sekretari. Nilikuwa nazimia. Nilikuwa naanguka chini na kuzimia. Hapo nilipokuwa nahisi kutapika, nikifanya mimi napoteza. Naanguka chini, baadaye najikuta niko ndani. Najifikia mbona nilikuwa pale kitani, pale nje. Wananiambia wewe umekokota pale. Mpaka kaka akaniambiaje, wewe usio unatoka nje utakuja kuumia zaidi. Nilianguka mara nyingi hadi nikawa na maalama. Basi hapo nilikuwa kuna dawa nilizokuwa nachomwa. Nilikuwa Panadol ya moyo. Waliniambia hiyo Panadol kwa sababu moyo umejaa maji, na usipotumia hiyo dawa ya Panadol moyo kuna wadudu wanashambulia ule moyo. Sasa kuna hiyo sindano nikawa natumia. Hiyo sindano nilikuwa nachomwa kuanzia mwaka 2008 nikawa natumia hiyo sindano. Kipindi hicho hata chakula chenyewe nilikuwa nakula chakula kadogo. Nilikuwa nakula kipande. Usi yangu alikuwa anapika kama ni viazi, akiniuliza unataka chakula gani? Nikasema nataka viazi. Akipika viazi, akimenya kiazi kimoja, anakipasua katikati. Hiyo katikati ananipa kimoja. Nakula hicho. Hapo tumbo nasikia limejaa. Maji muda mwingine mimi kwa sinywi chai kwa sababu ya kukosa sehemu ya kuiweka. Alikuwa yaani nikinywa dawa zile, nikanywa na maji kidogo, tumbo limejaa. Nikawa sili chochote. Yaani nikijisikia tu kula, hapo nikisema nataka hiki. Kikija hapo afadhali nakula. Kikichelewa kidogo huko nimeshatoka. Basi nilikaa hivyo muda mrefu. Pale hospitali nimelazwa hivyo. Nikawa naishi kwa kunywa tu maji kidogo na kula vidonge tu. Nikinywa tu vidonge tumbo linajaa. Nikila tu vidonge tumbo linajaa. Hapo hospitali. Maana nilikuwa yaani tumbo jinsi lilivyokuwa limejaa. Wakasema hili limevimba. Hapo na figo zilikuwa moja imeshafeli. Hapo nilikuwa na madonda ya tumbo. Nikaendelea na tiba pale, lakini sikupata unafuu hata kidogo. Yaani vyote hivyo vimekuja kutibiwa hapa kwa Mfalme Zumaridi. Maana nilikuja na figo zenyewe bado zilikuwa hazijapona, ziko zimefeli. Ini imevimba, hadi tumbo lilikuwa limejaa kabisa kama vile ndani lina mtoto. Hata watu wengine ambao walikuwa wananiona kabisa walikuwa wanahisi labda nina mimba. Lakini kwa sasa hivi mtu mwingine ambaye aliniona kipindi kile cha mwanzoni
akiniona ananiambia hongera. Namwambia hongera ya nini? Kwanza akiniambia hongera namwambia asante. Afu baadaye ananiuliza umejifungua mtoto gani? Mimi namwambia sikuwa na mimba, bali nilikuwa na uvimbe tu na maji na tumbo lilikuwa limejaa maji. Wanakenya wananiambia hongera kwa hilo. Nimeendelea hivyo mpaka sasa hivi, kuanzia mwaka huu mpaka sasa hivi ndio nikawa nimepona kuanzia nimepona 2018. Tumbo ndo nikawa maji yameisha, moyo uko vizuri, figo ziko vizuri. Sasa hivi nakula, nafanya kazi ambazo nilikuwa nimezuiliwa. Nilikuwa siwezi kuinama hivi nikainuka. Nilikuwa siwezi kulala bila mto. Sasa hivi nalala bila mto. Wakati kipindi nilikuwa nalala na mito kama 5, huku nyuma 5, huku nyingine 3 nimefanya hivi. Sasa hivi nalala, niko vizuri, kula na kula, kwenda haja naenda narudi mwenyewe. Na kipindi hicho tumbo lilipungua kabisa, ndio nikaanza hata kutembea. Maana hata kuja hapa nilikuwa nabebwa, kuja huku kanisani nilikuwa nabebwa na watu kama 3 wananiweka kwenye pikipiki, maana nilikuwa mzito tumbo. Wananiweka kwenye pikipiki wananiweka hapo, na nikifika hapo wengine wananibeba wananiingiza kanisani. Nilipokuwa nafika hapa kanisani nilikuwa nalala hapo kwenye kamundoo hapo, nawekwa hapo kwenye kamundoo nalala. Sasa tumbo lilivyoisha na miguu ikaisha, ile kutembea sasa ikawa shida. Nikawa naanza kutembea kama mtoto, Yaani hadi watoto wananishangaa sasa, shangazi leo ametembea, naanza kutembea kama mtoto. Basi ndio nikaendelea hivyo mpaka nikapona vizuri, nikatembea vizuri. Alafu kuanzia huko kushuka huku chini nilikuwa ni wa baridi. Yaani moto ulikuwa unaanzia hapa, ninajisikia huku na moto, lakini kuanzia hapa kushuka huku chini nilikuwa wa baridi sana. Wakawa wananiambia kwamba mishipa inayotembeza damu ina mafuta yameganda ndani ya damu. Kwa hiyo damu zilikuwa haziendi vizuri kutoka huku kwenye moyo kushuka kwenye ini, kushuka kutembea sehemu zote zilikuwa zimezidi. Lakini nilipofika hapa kwa mfano Ismaili akaiombea ya maji, nilimwambia matatizo yote jinsi walivyonipima, wakaniambia matatizo yote, nikamwambia kwamba jinsi nilivyo, akaomba yale maji, akayaombea yale maji, ndio nikanywa, mishipa ikazibuka, damu zikatembea vizuri, nikaanza kuinama na kuinuka na kulala bila mto. Mpaka sasa hivi niko vizuri. Hiki ndio kipimo cha seketule cha moyo nilichopimwa kipindi nimelazwa hospitali. Maana moyo ulikuwa mara unasimama kama nusu saa. Yaani wananishangaa, mbona moyo wako haupigi? Yaani mapiga yapigi. Yaani baadaye wakasema ngoja tuangalie. Na hiki ni cha mara ya pili. Walinipiga cha kwanza kikawashinda hata kusoma. Hii ndio kadi ya kulazwa seketule na kuagwa. Hiki ni cheti cha Bugando cha kulazwa. Hiki ni cha Bugando kipindi daktari alipopita akasema nikapime, nikaende kupigwa x-ray. X-ray yenyewe ndio hii hapa ya kwanza ya Bugando kunipiga. Inayoonyesha moyo umepanuka na tumboni kuna maji. Haya yote mnayoyaona haya meupe haya yote ni maji. Na hii ni ya Bugando. Baadaye nilipofika pale baadaye ya siku kama ngapi wanasema niende waangalie naendeleaje. Ndio nikawa napigwa hii. Na nyingine hii hapa baada maana pale Bugando nilikaa yani mwezi mzima nimelazwa. Sasa wakawa wananiambia kwamba niende niangalie sasa hivi nimefikia wapi. Ndio nikawa napigwa hizi picha hizi. X-ray hizi. Bugando na yenyewe hii inaonyesha moyo jinsi ulivyopanuka na maji jinsi yalivyokuwa yamejaa tumboni.
Kwa sasa namshukuru Mfalme Zumaridi kwa sababu ameniponya. Maana sikutegemea kwamba mimi naweza nikapona kabisa, nikarudi duniani nikatembea. Mfalme Zumaridi, baba asante. Mimi hata watoto walikuwa wananiogopa. Mbona watoto walikuwa wananiangalia? Mtoto ananiangalia. Anasema mama anapona. Wanampigia simu juu angalie mama. Mama alipofikia mtoto anaogopa kabisa. Anaogopa. Nashukuru Mfalme Zumaridi, asante. Mama alikuwa ananiogopa. Yaani sasa alikuwa ananiona mtu mzima kabisa, naona anaondoka. Yaani mama alikuwa anaumia. Asante Mfalme Zumaridi. Ndugu mtazamaji, haya mambo sio madogo. Mungu anayetenda mambo haya hata wewe anakuhitaji. Wewe hata uko na matatizo makubwa kama haya, unakaribisha sana kwa Mfalme Zumaridi. Nisiongee sana, wewe mkaribishe kaka yake, naye pia ana mengi ya kusema. Maana yeye ndiye aliyempokea Mwanza, akamuunguza sana mpaka kufikia hatua kumfikisha kwa Mfalme Zumaridi. Naomba naye pia nimruhusu aongee anayoyajua pamoja na rafiki yake yale yote ambayo aliyashuhudia. Basi msikilize pia kaka yake aliyempokea kutoka Kagera. Mimi nilioko hapa mbele yenu naitwa Christian Kazinja, ambaye ni kwamba ni mkubwa wake na huyu Antonia, ambaye ni kwamba alikuwa mgonjwa na sasa amepona. Ushuhuda aliotoa mdogo wangu ni sahihi, wala ni kwamba hakuna chenga yote ile. Ni kwamba ameugua tangu mwaka 2006 akiwa mkoani Kagera, akiwa anaishi kijijini, na sasa ni kwamba ni mzima kwa sababu ya uzima anaompata kutoka kwa Mfalme Zumaridi, ambaye ni kwamba ni Mungu ndani ya Zumaridi. Nafahamu kwamba hakuna mwanadamu ambaye ni kwamba anaweza kutoa, yani anaweza kuweka uhai ndani ya mwanadamu mwenzake, ila tu Mungu mwenyewe mwenye uwezo, ambaye ni kwamba alituumba sisi na anaweza kumfanya mwanadamu kwamba aweze kupumua na aweze kumpa afya. Kwa hiyo afya leo ni kwamba mdogo wangu ni kwamba ametoka kwa Zumaridi, ameugua akarazwa. Kwanza mara ya kwanza amepelekwa Mgana, ambako ni kwamba amepigwa x-ray kuangalia kwamba je, afya yake ni kwamba ikoje, kwa sababu amepoa kwa muda mrefu. Akatoka hapo ni kwamba ikashindikana, ikabidi kwamba arazwe kwa Kagera Sugar. Kagera Sugar ni kwamba ikashindikana, akaruhusiwa tena. Ni kwamba alipata kanafuu kidogo, alipata kazi ambayo ni kwamba ndani ya Wachina. Akaja na Wachina akiwa na kazi za anafanya kazi za ndani. Alipofika hapa amekaa muda mfupi hapa Mwanza. Baada ya muda nilipigiwa simu na Wachina kwamba wewe ndio mdogo wake na Antonia. Nikaitika ndio, ilikuwa ni usiku. Wakasema hapa tulipo Antonia ni kwamba anakufa. Uko wapi tukufuate? Umesafiri au upo? Nikasema mimi niko Mwanza. Wakaniambia kwamba sasa fanya haraka au tukufuate uliko nyumbani kwako. Mimi naishi Nyakabungu, nyumbani kwangu, kata ya Isamilo. Nikwambia kwamba subirini, ninachohitaji ni kwamba nenda naye mpaka Seketule, nitawakuta pale pale. Ni kweli ni kwamba wakafika Seketule na mimi hapo nikafika Seketule, kwa sababu nyumbani nilikuwa nakula kwa muda huo, chakula nikaacha, nikawasha pikipiki yangu nikaenda hospitalini. Kufika Seketule nilikuta mdogo wangu ni kwamba yuko hoi. Wala ni kwamba ameanguka hapo ni kwamba ametapika, hajitambui, amelala kwenye matapishi. Yaani nami nilipofika pale roho yangu ilitaharuki kabisa. Nikajua kwamba huyu ni kwamba ameisha. Kweli baada ya muda ni kwamba walitupa kitanda, wakabidi kwamba mlazi. Lakini kila siku alikuwa anapaswa kwamba anapoteza fahamu. Hata akiwa anaenda chooni, akienda bafuni, ni kwamba anaamua, nikamwambia kwamba anafanya kwamba ikabidi kwamba nitafute mtu wa kusaidia pale, kwamba pengine atakapokuwa ni kwamba anaenda haja ndogo, ni kwamba apate msaada wa kumsaidia. Ikawa hivyo. Baada ya muda ni kwamba Seketule ni kwamba walishindwa. Wakasema huyu mtu ni kwamba anapaswa apelekwe Bugando. Na akapelekwa Bugando. Kufika Bugando ni kwamba wakampima kulingana na hali ilivyokuwa. Kwa sababu tayari alikuwa ameshaanza kuvimba, amevimba miguu, amevimba tumbo, amevimba mgongo, yani kila sehemu yote ni kwamba alikuwa amejaa. Na ndani ya tumbo lake kabisa pembeni kulikuwa na kitu kimejaa kama jiwe. Alipopelekwa Seketule na Bugando kwa awamu ya kwanza ni kwamba alirudishwa nyumbani. Aliporudishwa nyumbani tukaona kwamba hakuna jinsi ya kufanya. Tukaona kwamba tutafute njia nyingine mbadala. Tukatafuta mchungaji. Huyo bwana wakati yuko Arusha aliambiwa kwamba hana gharama inabidi kwamba ziwe za kwangu.
ili aweze kufika Mwanza. Tutumia gharama na matumizi yake yote, na ndugu yangu hapa ni kama shilingi 400 ambazo kama mpaka sasa hivi mfano wala sio kumpata shilingi hata moja kwa kitu ambacho maisha kifanya kwa mdogo wangu. Yule bwana alifika nyumbani kwangu, tukaingia katika maombi. Alikuja na kijana mwingine ambaye ni kama ni rafiki yake. Alichosema mule ndani akisema, mimi nimekuja ni mtaalamu na muomba Mungu, ambao ni kwamba tayari yule Mungu anayemuomba kwamba anahamisha ugonjwa ulioko ndani ya mgonjwa, unaama unaingia ndani ya yule kijana aliyokuwa naye, alafu huyo kijana pale pale ni kwamba anautapika ule ugonjwa. Ndio ni kitu ambacho kilichofanyika pale. Akamleta yule bwana, maombi tu kwamba yakaanza, tukaomba nyimbo za kusifu na kuabudu, tukaimba kwa tukashangilia, ikafika wakati ukaingia katika maombi. Ule kijana kweli wakawa wameshikana na mdogo wangu tu kwenye maombi hapo, ni kwamba hayo ni kwa jina la Yesu, ni kwamba wakawa wameshikana, akaanza maombi, akawa anahamisha ugonjwa kutoka kwa mgonjwa yaingie kwa mtu mwingine ambaye ni kama mbadala wake. Niona kijana yule anaanguka, alipoanguka kijana akatupa miguu, baadaye ni kwamba alikatema ilisi jeusi limefungwa na nyuzi nyeusi, inabidi kwamba tukate na wembe ili kuangalia kwamba kilichomo mule ndani ni nini. Baada ya muda akasema kile ambacho ni kwamba kilikuwa kinazunguka ndani yake ni kwamba tayari kimeisha. Yule mdogo wangu ni kwamba hakupata nafuu. Ile ilisi tulipolikata kwa pasua, tukuta kuna madude meusi kama mkaa. Ikibidi kwamba tumwagie mafuta, tuchome. Akasema tayari magonjwa yameisha. Kile kilichomo ndani yake kinatembea ni kwamba kimeisha. Tukakaa. Hiyo siku hiyo ni kwamba hapo ni kwamba mgonjwa hakuweza kupata nafuu. Aliendelea kuumwa. Na tena ugonjwa ukazidi. Ilifika wakati fulani tulipokuwa naye mule ndani, kutembea, kunyanyuka kwanza kitandani alikuwa hawezi. Miguu jinsi alivyoelezea kwamba ilikuwa imevimba, ili aweze kunyanyuka kwenye kitanda yalipokuwa amelala, ni kwamba lazima apatikane mtu wa kunyanyua. Ili aweze kushuka kwenye, lazima apatikane mtu wa kushika miguu yake aiteremshe, tukamwekea ndoo ili aweze kujisaidia pale, kwa sababu alikuwa hawezi. Kwa kweli katika mazingira yale ni kwamba yalinipa utata. Hata mama yangu kipindi hicho alikuwa nyumbani kwangu, lakini ifika wakati fulani na mama ikabidi kwamba aende nyumbani, akatuachia ile mzigo. Mule ndani ni kwamba kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa analala. Tunatembea, tunajua kwamba atakufa asubuhi, atakufa saa moja, atakufa usiku, atakufa yani sio kwamba usiku wa manane, atakufa alfajiri. Ndio kitu ambacho kilikuwa pale. Kila mmoja ni kwamba unatembea kwa gari kwamba unaangalia kwamba je, anapumua. Iliyofikia wakati fulani tukaona kwamba mimi na familia tuliogopa. Arudi Kagera, kama anakufa basi tuenda kuzika kule. Na ni kweli mtu wangu ni kwamba alimpeleka mpaka nyumbani. Kumfikisha nyumbani kule, watu wote ni kwamba walikuta ni kwamba wameshangaa, walijua kwamba tayari ni kwamba yule marehemu alikuwa anaongelewa ni kwamba ameshafika. Kumbe alikuwa ni mzima. Tumekaa kule Kagera ni kwamba hakuweza kukaa mwezi. Alipopelekwa tena Kagera Sugar wakasema huyu hatumwezi, mrudishe Bugando tena. Sasa ndio akarudishwa Bugando. Aliporudishwa Bugando amekaa ndani ya mwezi mmoja, siku 28. Akaja na dada yangu. Kufika na dada yangu mwenyewe pale, yani kufika Mwanza hapa, hata nyumbani kwangu ni kwamba kufika, kwa sababu kulingana na haja alikuwa nayo. Alikuwa na hali mbaya ile ya kutisha. Kwa sababu madaktari wa mkoa wa Kagera Sugar ni kwamba walisema kwamba hii haiwezekani, kwa sababu hata pale alipokuwa alikuwa anapumulia oksijeni. Dada yangu ni kwamba akaja naye, tukafika pale kwenye basi, tukatafuta taxi, akapandishwa mpaka Bugando. Amekaa Bugando kwa siku 28, lakini hakuweza kupata nafuu yote hiyo. Mpaka ikafika wakati fulani nikapata mtumishi wa Mungu ambaye ni kwamba ni Penina, ndiye aliyetuelekeza kwa Mfalme Ismaili. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi nimekaa na watoto wangu kila wakati, kwa sababu alikuwa anafanya kazi mwenzangu. Kila mara nilikuwa niko hospitalini na hangaika na watoto, lakini sikuweza kupata nafuu yoyote ile. Kitu cha kufanya, mimi nimepata Mungu wa kweli. Zumaridi yuko pale Isemi. Wewe ukienda pale na shida zako zote zile, ni kwamba unafanya nini? Shida zako zinaweza kupona. Ni kwamba mdogo wangu ni kwamba alipigwa sindano, ni kwamba alipodungwa ile sindano ni kwamba alipoteza kabisa. Akawa ni kwamba ameonekana kwamba amekufa. Yaani kitu cha kwanza alitoa ulimi uko umeshakuwa mweusi. Nilikimbia, nilikuwa nimevaa kaptura kufika mjini kutafuta dawa ili za kuweza, kwa sababu nesi aliniagiza kwamba leo utafuta jilipi.
Nilikuja kujishangaa, nimevaa ndara, nimevaa kaptura, niko mjini kutafuta dawa zile kwenye mafamasi. Nikapata ile dawa pamoja na zile dripu, ndio kwamba akamwekea. Huyo binti akawa amerudi katika ufahamu wake, lakini ufahamu ule ni kwamba ukurudi. Alikaa kwa shida kila mara akiwa anauliza, hapa niko wapi? Je, naenda kuchomwa sindano? Wakati sindano ameshachomwa hadi wiki ni kwamba imeisha. Fahamu zake ni kwamba zilikuwa hazijawa sawa. Nikamleta hapa kwa Mfalme Zumaridi. Wapo watumishi ambao ni kwamba waliona hapo wakati namleta. Kwanza hata kwenye pikipiki walimbeba kutoka kwenye pikipiki kumkalisha huko kanisani. Akasuluhiwa kila kitu, kuangalia matatizo yake alionayo yaliyomsibu mpaka kufikia kipindi cha kufika kuvimba na kuugua matatizo yote alionayo. Tukafika hapo kwa Mfalme Zumaridi, akaona tatizo lake. Baba yetu Mfalme Zumaridi ni kwamba akaanza maombi, akaombea maji, akamwombea kwanza, akavunja matatizo yote ambayo yalikuwa mwandama. Kifo kile ambacho kilikuwa kimemzunguka chote ni kwamba akasitisha. Na kufanya kwamba akaomba ili arudi katika afya yake, ambao mpaka sasa hivi mnamuona alivyo. Japokuwa ni kwamba alikuwa mnene, japokuwa ni kwamba ni mwembamba mpaka sasa hivi. Kwenye hili ni kwamba tukaendelea maombezi yake tangu 2017. Tumeanza maombezi yake kwa Zumaridi mpaka sasa 2019 amepona. Sasa hivi kwamba leo ni tarehe ambayo ni kwamba 2019 mwaka mpya. Tunaona kwamba angalau tuje tushukuru Zumaridi, tuje tumshukuru yeye kwa kile ambacho ni kwamba alikitenda toka 2017 na 2018 mpaka 2019. Tumekuja kutoa ushuhuda wa kile ambacho amekifanya Zumaridi, ambacho ni kwamba ni Mungu ndani yake. Mimi nakusii na kuomba Bwana ni kwamba kimbia haraka sana ukaiponye roho yako, kimbia haraka sana ukamponye mdogo wako, kimbia haraka sana ukaponye mtoto uliye naye, kwa sababu hakuna kifo ambacho ni kwamba Mungu alikipanga. Wanadamu ni kwamba wanapanga vifo kwa wanadamu wenzao. Shetani ameshajaa ndani ya wanadamu, ambao ni kwamba ndugu yangu huyu ni kwamba kifo alichokuwa amepangiwa ni kifo cha shetani ambacho ni kwamba alichokuwa ametegeshewa. Lakini Mungu, kwa sababu Mungu yumo ndani ya Zumaridi, kile kifo ni kwamba akakitegua, na sasa ni kwamba yuko mzima. Na wewe umezika ndugu zako wengi sana, wapo ambao ni kwamba wapo msikule, lakini Zumaridi ni kwamba atawatoa. Na mimi mwenyewe ninaongea hapa ni kwamba nilikuwa na matatizo, nilimleta kama ndugu yangu, ikiwa ndio kwamba na matatizo kumbe najikuta mimi na matatizo mengi sana ambayo nilikuwa nayo, hata kuparalyze. Nilikuwa ni kama kidogo nipige stroke, lakini Zumaridi ndiye aliyeniokoa, kwa sababu nilikuwa nimeshaanza tatizo langu, nilikuwa nimeshaanza, kwa sababu nilikuwa nimeshapigwa upande mmoja. Hata kila nikiwa nalala ni kwamba ganzi zilikuwa zinaendelea kabisa, kuanzia upande wa kushoto, yani mpaka kwenye mguu, mpaka sehemu zangu za siri ni kwamba zinakufa ganzi. Ganzi ni kwamba iliisha moja kwa moja, sina tatizo. Hilo nadhibitisha kwamba hata dada yangu mmoja ni kwamba ni nesi, alinipa hela kwamba nenda ukapime Seketule. Nikafika Seketule kupima pressure yangu, ni kwamba pressure iko sawa, sukari iko sawa. Sasa hii ganzi zote zinatoka wapi? Baada ya muda ndio nilipofika kwa Zumaridi, ikaonekana kwamba ganzi na pressure ya ganzi ambayo nilikuwa nayo ni kwamba ikaonekana chanzo chake ni nini. Na kushukuru sana Mfalme Zumaridi kwa matendo makubwa uliyotenda ndani ya familia yangu, kwa sababu ni kwamba tunalala, dada yangu ni kwamba mdogo wangu ni kwamba ni mzima, afya kutosha kabisa. Barikiwe mtumishi wa Mungu yote ambao umeongea. Basi nikaribishe pia na shuhuda wa pili hapo, ambaye ni rafiki yake na mtumishi wa Mungu, naye pia alishuhudia matatizo ya mtumishi wa Mungu. Karibu mtumishi wa Mungu. Kwa jina naitwa Evodius Gosbert. Kaka yangu ameeleza mengi. Mimi kila kilichokuwa kinatokea nyumbani kwake alikuwa ananijulisha. Kama ni kulala tulikuwa tunalala wote, tunasubiri aondoke ili tujipange. Hata akiugua kwamba tupeleke hospitali tulikuwa tunaenda wote. Kama ni kulala hospitali tulikuwa tunalala wote. Kama ni kwenda kwa waganga tumeenda sana. Kaka yangu kuna mwingine hajaeleza. Tumeweza kutembea kwa waganga tulipokuwa tunaambia kwamba mganga fulani anaweza kuwasaidia. Tulikuwa tuachane. Tunawasha pikipiki tunafika kwa mganga. Tumeenda kwa waganga, kama ni Nyakato tumeenda, Ukerewe tumeenda, lakini hatukuweza kupata uponyaji wowote kuhusiana na dada yetu. Kama ni hospitali kama alivyotaja kaka yangu, hospitali zote Ugando, Seketule tulikuwa wote, asubuhi na jioni tulikuwa wote. Mpaka na maombezi ambayo tuliweza kumleta mtumishi, kwa sababu aliyepata taarifa ya yule mtumishi wa Arusha ni mimi, nikamshirikisha kaka yangu. Hizo taarifa nilipewa na mama mmoja huko Nyegezi, tukamwagiza
tukamtumia 400,000 ili waweze kuja watu wawili, lakini alikuja kutufanyia usanii. Nasema ni usanii kwa sababu tuliomba, tukaanza kuimba, tukaanza maombi, lakini hatukupata unafuu wote ule. Akafanya usanii wake kuhamisha ugonjwa kutoa kwa mgonjwa kupeleka kwa mtumishi mwingine, kijana aliyekuja naye. Huo usanii tukauona, lakini alipotaka kuondoka akasema huyu tayari amepona kabisa, ila inabidi mnipe hela nyingine. Tuchukua tena 200,000 zingine tukampa. Kwa hiyo ikawa 600,000. Akaondoka kwa sababu ule usanii hata kwangu, kwa sababu kila kilichokuwa kinatendeka kwa mdogo kakaangu, hata kwangu nilimpeleka usanii huo akaufanya, nikauona. Kwa hiyo watumishi wa Mungu huko naona kuna usanii mwingi sana, lakini pamoja na hayo baada ya huyo mchungaji tuweza kwenda kwa mchungaji mwingine ambaye anaombea yuko Bukumbi. Tukaenda pale Bukumbi tukaombewa, lakini hatukupata unafuu. Tulienda pale zaidi ya miezi hata 3 pale. Tunaenda hamna, ikashindikana pale. Kuna mchungaji yuko Mkorani Mlimani. Tulienda kwa ajili ya maombezi, hakuna. Yoyote tunatafuta uponyaji wa ndugu yetu, lakini ilishindikana. Wakaenda Bugando ndio hivyo, madaktari wakasema hivi, huyu msubiri aondoke. Hamna uponyaji kwa sababu magonjwa kama alivyotaja yote yalikuwa anaumwa ini, moyo, figo, madonda ya tumbo limevimba. Kama mlivyoangalia picha alizoonyesha zile za X-ray, ndivyo tumbo lilikuwa kubwa sana, lakini ilishindikana. Mpaka tukiwa tunakaa mimi na kaka yangu tunaanza kujadili tufanye nini. Imeshindikana. Basi akaja mahali hapa akafanyiwa huduma, lakini alipofanywa huduma akamwambia, ndogo wangu nikwambie, sasa tulikuwa tunatafuta uponyaji tumeupata. Akamwambia niambie. Kwenye simu niko nyumbani. Akasema una muda wa sasa hivi unaweza kaja, kwa sababu alitoka hapa muda wa jioni. Nikasema kesho. Akasema kesho inabidi tuende. Kuna nini? Yeye akaanza kuniambia. Akasema tulikuwa tunauguza mdogo wetu, lakini matatizo kumbe tulikuwa tunajua, tumefika kwa Mungu. Huyu ni Mungu kabisa. Akamwambia unasemaje? Huyu ni Mungu. Kesho asubuhi njoo. Asubuhi saa 12 nilikuwa nimeshafika kwake. Ndiye akanipa utabiri aliyotabiriwa, magonjwa yanayomsumbua yametoka wapi, nani ameyatuma. Kumbe tunahangaika hospitalini, tunaenda kwa wachungaji hawaoni kitu, tunaenda kwa waganga hamna kitu. Kumbe magonjwa yale ni ya kutumiwa. Basi lakini siku hiyo yamekuja hapa, ameombewa maji yale maji aliyoyatumia na sabuni akaoga. Alipoenda kuyatumia kesho yake asubuhi anasema nikwambie yani najisikia vizuri tofauti nilivyokuwa. Kwenda mimi nilijisikia nimepata nguvu. Kaka yangu akasema sasa twende, na mimi kesho yake nitokaje mahali hapa. Basi baada ya kuja hapa nikatabiriwa, na mimi nilikuwa naumwa macho. Watu wanaonifahamu najua wananifahamu sana. Nimevaa miwani ndani ya miaka 13 navaa miwani, na kila mwaka nilikuwa naongezewa lenzi, wananibadilishia kila mwaka. Lakini kumbe yale macho nilikuwa nimepewa macho ya bandia, macho nilikuwa nayo ilikuwa sio ya kwangu. Sasa baada ya kuja mahali hapa kujua ni sababu gani nimevaa, kwa sababu nilikuwa nagongwa kichwa, siwezi kutembea bila kuvaa miwani. Basi yale macho nikakuta kumbe yale macho mimi nilikuwa ni macho ya bandia. Yale macho yangu yalichukuliwa na wachawi, watu ambao walikuwa wanitaki mema. Siku hiyo niliyofika mahali hapa nilipata uponyaji wangu siku hiyo, na miwani siku hiyo ikaingia siku hiyo mwaka 2009. Sasa hivi naenda miaka 3 sijawahi kuvaa miwani wala kichwa kiumbi wala sijisikii chochote. Mdogo wetu akaendelea kupata uponyaji, akaendelea. Mfano Ismaili alichomwambia, wewe endelea na kliniki yako, kwa sababu gani walikuwa wanatupa kliniki. Wewe endelea nayo, lakini endelea kutumia maji. Utakuwa unakuja na kuombea na kuwekea mkono na kuombea, lakini najua mwisho wake huu ugonjwa Mungu amesha uchukua. Wewe sasa hivi ni kutoa yale maumivu ndani ya mwili. Basi tukaamini, tukaendelea hivyo, tunakuja tunasali. Kama mnavyomuona mdogo wetu sasa hivi ni mzuri, ni mzima kabisa. Tumbo likaisha, kula alikuwa anakula, yani mpaka tukafika wakati akila kidogo tu, yani utasikia anaema yani inabidi ukae muangalie
Sasa unaangalia amekula nini? Kunywa chai hata vijiko viwili ni matatizo. Ndio hali ambayo alikuwa ameshafikia. Wakati mwingine anapita bila kula chochote. Hata sisi tunaogopa ukimpa, anavyopumua unaona kwamba ataondoka. Kwa hiyo akaendelea vizuri, akaendelea. Mfalme Zumaridi anamuombea mpaka leo mnamuona yuko hapa anatembea vizuri. Alikuwa hawezi kutembea, uvimbe umeisha, tumbo limeisha kama kaka alivyosema ni misi. Na madaktari alipoenda Bugando mara ya mwisho wakasema, "Hivi wewe nani amekuponya?" Akasema ni Mfalme Zumaridi. Ndugu mtazamaji wa Star TV, nadhani umeangalia, umeona yote ambayo imeelezewa na shuhuda hapo. Aliyekuwa shuhuda wa mtumishi wa Mungu hapa aliyekuwa anambeba, kumbe amezunguka paka wachungaji, wamezunguka paka waganga kienyeji, lakini hawajapata msaada wowote. Wamekuja kukutana na Mungu aliyekaa ndani ya Zumaridi, wamepata pumziko kama jinsi unavyoona Maria. Wazima wa afya njema. Lakini pia napenda kuongea watumishi wa baba ambao watumishi ambao wanafanya maigizo. Jamani, waache kuigiza Mungu. Mungu sio kwa maigizo. Hivi inawezekanaje kwa mtumishi wa Mungu kabisa ambao umetumwa na Mungu utoe ugonjwa ndani ya mtu kwa mtu mwingine? Hivi ndugu mtazamaji, kwa kweli hebu yatazameni haya mambo. Kwamba huyu ni mgonjwa, kwamba atoe ugonjwa huu awe kwa mtu aliyekuja naye hapa utapiki. Au si maigizo? Huyo tu ni mtu ambaye kama amebebeshwa ilizi kwenye kinywa chake, amemwekea ilizi, baadaye akafanya mazingaomba akamshika huyu, baadaye maombi akatemela ilizi. Lakini haya maigizo watumishi wa mtu aache maigizo mbele za Mungu. Mungu hapendi maigizo. Labda nikuulize mtumishi wa Mungu, kwa mfano umetoa laki ngapi mpaka akapata uponyaji namna hii? Labda ni laki ngapi umetoa hapo? Hakuna. Mko ameshaishiwa tena kuja. Ameshaishiwa kabisa. Hawa wamepata uponyaji, hawakuwa na chochote. Wako wameshafikia hatua wameshaishiwa na pesa. Lakini angalia sasa kiongozi. Yule mchungaji ambaye alienda kwa hapo. Akawataji pesa 600,000. Akafanya pale maigizo. Mgonjwa ndo akazidiwa sasa. Yana kazidi kumpandia laana sasa, kazidi kuugua kwa kutaka kufa. Mchungaji ameshachukua na hela ameondoka. Tuache kabisa watumishi wa Mungu, tuache. Kama haujatumwa na Mungu, usichezee roho za Mungu. Usichezee roho za Mungu. Kama Mungu hajakutuma kutokea, usitafute njia mbadala ya kutafutia pesa. Fanya biashara, fanya kazi. Jamani, hasa mambo kama haya. Unasema kama mgonjwa utoe kwa huyu, uingize kwa huyu, afu ya utende. Au si maigizo kabisa? Hayo ni maigizo. Kwa nini usimtoe moja kwa moja kwa mtu wakati uingize kwa mwanadamu? Na huyo ndiye muingizie ni mtu ambaye umekuja naye umeshampanga kule. Kwa nini usinge uingize hata kwa huyo utende huyu? Au kwa nini usinge uingize hata kwa huyo utende huyu? Kwa nini uingize kwa mtu umekuja naye? Jamani, ni kitu ambacho umeshakipanga, umekuja nacho, umekipanga vizuri kabisa. Kama tufanye vile mkaiandaa na hiyo ilizi, ukamrishi hiyo ilizi. Baadaye atakaponika mwombezi amemshikilia akaitemele ilizi. Mambo hayo hayampendezi Mungu. Matokeo yake sasa tunaumbuka. Na bila kuna wengi ambao wamefanyiwa mambo kama hayo. Kama amefanya kwa huyu maigizo kama hayo, na maana kuna wengi ambao mnafanyiwa miujiza ya maigizo. Ujanja unatumika pale, ujanja. Unaliwa hela yako, mtu anaondoka. Amekuja kupokea uponyaji kwa Zumaridi wakiwa hawana chochote. Umeona ndugu mtazamaji wa Star TV? Wameshaishiwa, wametoa hela hospitali mpaka wameishiwa. Wametoa hela kwa wachungaji huko mpaka wameishiwa. Mungu ndipo akawaleta kwa mfalme wakiwa hawana kitu. Wamepokea uzima hapa bila gharama yoyote. Ndugu mtazamaji, sasa ni mzima afya njema. Umeona? Analala na kila kitu anakifanya. Anajisaidia mwenyewe, anakula chakula chote anachotaka, tumbo akula tena tumbo, anaosha vyombo, anapika, anafyagia, anatembea mwenyewe. Kati alikuja hapa amebebwa, sasa hivi anatembea kwa mnene ya Mfalme Zumaridi. Alikuwa anaoshwa, alikuwa hajiwezi. Kama mtu anabebwa, ataweza kuoga. Alikuwa hawezi kuoga. Lakini leo angalia, picha ameziona hapa X-ray. Ndugu mtazamaji wa Star TV, unaona sasa imani ya yote ni maji hapa. Huu wazi wote hili tumbo hili. Hayo yote ni maji. Umeona ndugu mtazamaji wa Star TV? Jamani, hayo yote ni maji. Hili tumbo limejaa maji. Kwa hiyo daktari walinyonya maji mpaka akatosha. Hakuweza kulisha. Akinyonywa leo, kesho anarudi vile vile. Akinyonywa leo maji, kesho anarudi yale maji. Umeona? Alikuwa hawezi kupumua. Mimi nimemshukia kwa macho mpira na mleta maji hapa. Alikuwa hawezi kupumua na kupumua. Tumbo limejaa maji. Hii yote ni tumbo. Ndugu mtazamaji wa Star TV, nayo wote tunaona umezunguka wote ni maji.
na kuna x-ray pia tutapita hapo ikitaonyesha jinsi ambavyo maji yalivyoishi, x-ray ya uzima. Sasa mambo yote mtumishi wa Baba kibinadamu inawezekana kuyatoa maji haya, maana kibinadamu madaktari wametoa wakashindwa. Wanatoa leo kesho najaa, wanatoa leo kesho najaa. Lakini sasa angalia sasa Mungu alivyoleta utabibu wake, ujuzi wake, mamlaka yake, akamuondolea maji bila daktari. Leo analala ndugu mtazamaji, hana maji tatu tumboni mwake, hana maji. Hizi zote ni x-ray za Bugando, x-ray zaidi ya 5 zote za Bugando, wamemfanyia x-ray 5. Kila mtu anarudia kumpiga anakuta maji yamejaa, wanampiga tena anakuta maji yamejaa. Lakini leo angalia sasa, x-ray iko hapo itapita, hana maji mzima kabisa, watu njema. Kwa ndugu mtazamaji wa Star TV, huyu ni Mungu ameturudia. Kinachoshindikana kwa mwanadamu, Mungu anaingilia kati na kifanye kile kitu. Ni kwamba kuna binti ambayo ni kama jirani yangu, ambayo ni mtoto wa jirani yangu pale nyumbani ya Kabungu hapo. Ni kwamba na yeye alikuwa anaenda Seketule, alikuwa anaenda Bugando pamoja na mdogo wangu. Wote walikuwa na ugonjwa mmoja, wote wamepimwa matumbo. Yule binti ni kwamba alikufa. Mpaka sasa ni marehemu. Mwana mtazamaji wa Star TV sasa, kwamba yule jirani aliyekuwa anaenda naye kliniki huyu Bugando, yeye alikufa kwa sababu hakuja kwa Mfalme Zumaridi. Lakini huyu alipokimbilia hapa, leo huyu hapa ni mzima, kwa afya njema. Mungu ndiye anayetenda haya, sio mimi kibinadamu. Atendaye mambo haya ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, aliyemtumia Yesu na sasa anatumia mimi Zumaridi kutenda makubwa kama haya. Na haya matatizo haya yametoka kwa jina la Mungu wa Zumaridi. Amepona kupitia jina la Mungu wa nani? Mungu wa Zumaridi. Mungu alimtumia Yesu akamaliza, na sasa amekaa ndani ya Zumaridi. Na ndio maana Mungu amemkomboa binti mzima wa afya njema. Kama mwanadamu afikia hatua daktari mwanadamu, pamoja kama amesoma, kuna mengine ambayo yanamzidi uwezo wake wa kusoma. Maana anakuwa amewekwa kichawi, yamepandikizwa kichawi, kwa hiyo uwezo wake wa kusoma hautasaidia. Mungu alipokuja kwa Mungu ataeleza mwenyewe viungo vyake vya ndani vilikuwaje baada ya kuja sasa kwa daktari ambaye ni Mungu. Kupitia utabiri viungo vilionekana vya ndani mpaka ya maji, kila kitu kilionekana katika ulimwengu wa roho alivyokuwa badilishiwa. Daktari aliona lakini alishindwa kutoa, lakini mkono wa Mungu ukaona chanzo cha magonjwa kilikuwa kimepandwa katika ulimwengu wa roho, kichawi. Kwa yale yaliyokuwa yanamsumbua alikuwa yamepandwa katika ulimwengu wa roho, na ndio maana madaktari kibinadamu walishindwa kumponya. Na mpaka sasa Mungu aliyekaa ndani ya Zumaridi akamponya, kwa sababu matatizo hayo yalikuwa yamepandikizwa kichawi ndani yake. Kwa daktari ya kibinadamu ilishindwa, mwafaka ulishindikana kwenda kutengeneza figo zake, kutengeneza ini lake, moyo. Unaona moyo kumepanuka ndugu mtazamaji, paka ulifikia hatua moyo umepanuka paka madaktari walishindwa kusoma. Haonekani, yani paka ulichanganyikiwa. Madaktari Kagera Sugar wakabidi wamfai wamlete Bugando. Moyo hausomi, wanaangalia moyo hausomi, umepanuka mpaka umepita kiasi. Wakamleta sababu ukasoma kidogo, na penyewe wakachanganyikiwa kwa sababu moyo umefikia kiasi kwa kiasi hiki. Lakini alipokuja kwa Mungu, moyo ulijulikana. Kwa mkono wa Mungu umetokana na nini? Maji yakajulikana, viungo maini, figo vilijulikana umetokana na nini? Katika ulimwengu wa roho na Mungu kupitia utabiri vilifumuka vyote vikajulikana, na tukaomba, na mpaka sasa ndugu mtazamaji unamuona kapokea uponyaji ndani ya mwaka 2018 akapata uponyaji. Mpaka sasa unamuona ni mzima wa afya, kazi zote anafanya. Hata wewe ndugu mtazamaji wa Star TV, kabla sijamrudishia kwamba ongee vile viungo jinsi vilivyokuja mahali hapa, napenda kwanza nikwambie ndugu mtazamaji wa Star TV, ndugu mtazamaji wa Star TV, hata wewe unayetazama haya, wewe una matatizo makubwa kama haya, wewe na ndugu yako amejaa maji, wewe kumbe kuna vitu vya kishetani vimewekwa pale, huwezi kugundua. Lete ndugu yako, ndugu mtazamaji, piga hata picha, mpintuma picha. Wewe unasumbuka na magonjwa mengine ambayo mmewekewa kichawi, daktari anakupa dawa na dawa zinabadilika dawa tu. Leo dawa hii kesho sio dawa hizo, zitajika kwa sumu ndani ya mwili wako. Wewe kuna kitu katika ulimwengu wa roho umepigwa changala macho na shetani, umewekewa kinakutesa, kinanyonya uchumi, kinanyonya pesa, mpaka nafikia hatua unakufa. Ndio maana huyu sasa angekufa,
Mama alikuwa anapoteza, anakauka kabisa, anaondoka, anarudi tena. Fahamu zarudi tena. Unaona? Alipokuwa anapoteza anasema mpaka alikuwa anakunya. Umeona? Akianguka akipoteza anatoa kinyesi. Anakunya kabisa, anakunya. Kwa sababu gani? Yeye ana matatizo, amepandwa kichawi. Lakini leo ndugu mtazamaji, wewe ndio mashuhuda pia wa pili. Picha ya hii hapo unaiona kabisa, na picha ya uzima hii hapo unaiona pia. Hona kuomba ndugu mtazamaji, wewe ambaye una tatizo, wewe ambaye una shida, hebu jiongea kwa Mungu ndani ya Zumaridi. Njoo kwa Mungu ndani ya Zumaridi. Angalia shuhuda ambazo zinaruka kila wiki. Ni shuhuda ambao zina vielelezo. Wiki iliyoisha kuna ushuhuda umetoka Maria, una vielelezo. Ushuhuda wiki ile kule una vielelezo vyote vya vitu mpaka mama alipata ukimwi. Na leo angalia, una vielelezo. Kwa shuhuda zangu ziko kinyume na shuhuda za wengine. Shuhuda za wengine hazina vielelezo. Shuhuda za kutengeneza tulikuwa na ruma figo, pona. Vielelezo hakuna. Ndio ya maajabu kama tunaoambiwa hapa. Ya kutengeneza tunasema unasema kama wewe ni mchungaji, kumbe unatumia ujanja kutumia mazingaombwe kuwafunika watu macho yao kusema Mungu ametenda. Lakini mgonjwa mpige kuponea kwa Zumaridi, sehemu ambapo hakuna ujanja. Kwa unaweza ukatuma picha yako ndugu mtazamaji, ukatabiriwa kwanza, tatizo lako likasomwa, likaangaliwa kinabii. Likishaangaliwa kinabii, linajulikana limeanzia wapi, magonjwa ulionayo, je ni ya halali au je ni ya kishetani. Kila kitu kinagundulika. Pia tunakuanzishia tiba ya maombi huko uliko. Kama ukipenda unaweza ukaja Mwanza kukuombea. Kama uko mbali zaidi, unaweza tukatumia njia ya simu, imani tu. Ukiwa na imani kasadi utaniuliza hii shuhuda hizi, utamshuhudia Mungu, atakuponya huko uliko mdada imani yako. Ukipenda mtu unakaribishwa. Pale chini zitapita namba za simu. Hizo namba za simu zitakazopita mahali hapa utazichukua na uzichukue zote. Maana simu hizo ziko busy sana. Chukua namba za simu zote kusudi upate msaada. Ukipiga simu hiyo inatumika, unapiga nyingine, unapiga mpaka unapata. Ili upate msaada. Zumaridi ametumwa na Mungu duniani kwa habari ya kusaidia wagonjwa kama hao. Mama mpaka ametoa machozi akifikiria matatizo aliyokuwa nayo na sasa ameisha. Kwa nini asilie? Kwa nini asimwite Zumaridi Mungu? Kwa sababu amemfungua, amemponya, Mungu alikaa ndani yake. Kwa ndugu mtazamaji wa Star TV, ubarikiwe sana. Tuko Mwanza, Tanzania, Iseni, Nyamagana, opposite na idara ya maji. Tuko hapo. Matatizo yako yote kama uko Mwanza au uko sehemu za karibu, unakaribishwa. Tuko mazingira hayo. Basi naomba nimrudishe kwa muda mfupi kabla dakika 2 aelezee baada ya kuja kwa mfalme Zumaridi alivyoingia katika utabiri. Je, alionekanaje ndani ya utabiri? Atuelezee ili hata sisi tujue kwamba kumbe hata sisi tunaweza kutoka tusumbuka na magonjwa, kumbe tumepandiwa. Ukija kwa Mungu yataonekana na yanaondolewa. Hebu muelezee mtazamaji, baada ya kufika hapo ulikutwaje? Baada ya kufika hapa niliingia kwenye utabiri. Mitume walinitabiria, wakagundua kwamba mimi kipindi cha nyuma kuna wachawi walinikalia vikao. Au wachawi walikuwa wanataka waniue, lakini nikawa na yani wanashindwa jinsi watakavyoniua kwa sababu baba alikuwa bado hai, alikuwa anatambikia ile mizimu. Basi sasa baba alipokufa, akawa amemaliza kufa, ile mizimu tukaitelekeza, tulikuwa hatuitambiki. Sasa wakawa bado wenyewe wanaendelea kunitafuta, wanataka waniroge, waniue. Sasa baadaye wakaenda kwa mganga wa kienyeji, au mitume wananiambia utabiri wangu ndio unasoma hivyo. Wakaenda kwa mganga wa kienyeji akawaambia hao wachawi kwamba mkitaka kumshika kumpata huyu, mkanunue mbuzi na kondoo, mkachinjie ile mizimu yao, maana wamesha itupa sasa hivi hawaichinjii. Waganga wachawi walitumia pesa zao wakanunua mbuzi, kondoo, wakachinja. Walivyochinja wakachukua moyo wa mbuzi wakaniwekea mimi, moyo wangu wakautoa, wakauwekea misipule, maana misipule yao ilikuwa imeshaishiwa nguvu. Wakatoa ini wakaniwekea la kondoo, ini langu wakaliwekea misipule. Wakatoa figo, anasema kwamba figo ziliwa na mchawi yule mkubwa wao ambaye ni mwenyekiti, alizila hapo hapo. Alafu utumbo wakachukua
maana msukule siku hiyo walikuwa hawana chakula. Walichukua huo utumbo wakawapa chakula msukule wakala. Ili waliniwekea la kondoo. Alafu macho yangu nilipokuwa naangalia tu hivi naona kama vile macho yanataka kuchomoka. Najishika hivi ya macho ni yangu. Nilikaa hivi na watoto wananiambia hivi, shangazi, mbona macho yako yanaenda hivi? Si utulize macho. Mimi nikijiangalia kwenye kioo naona macho yako vizuri. Lakini muda mfupi nasikia kama vile macho yanataka kuchomoka na yashika hivi. Nilipokuja hapa ndo nikaambiwa kwamba macho jicho moja la kondoo, jingine la mbuzi. Kwa sasa hivi namshukuru Mfalme Zumaridi alivyoniombea, ini limepona, figo zimepona, madonda ya tumbo sina, moyo umepona na maji tumboni sina. Nakushukuru sana kaka yangu kwa kunifikisha kwa Mfalme Zumaridi. Nisingekuwa wewe kunifikisha hapa kwa Mfalme Zumaridi, nisingepona. Sikutegemea kabisa, nilikuwa simjui hata Mfalme Zumaridi. Namshukuru Mungu hata yeye alifanya mimi nikaja huku Mwanza. Maana ningekaa Bukoba ningekufa. Lakini baada ya kufika Mwanza, kakanga kanijua Mfalme Zumaridi, akanileta kwa Mfalme Zumaridi, ndio nimepata uponyaji. Asante kaka. Mwanza, ndugu mtazamaji, baada ya kuja kutabiriwa ndivyo vilivyoonekana kama viungo vya ndani aliwekewa vya wanyama. Macho aliwekewa ya wanyama, ndio maana unaona kama macho yanatoka. Hata watu kumwangalia hivi macho yanacheza hivi kama ya kondoo na mbuzi. Umeona? Alikuwa ameshabadilishwa katika ulimwengu wa roho. Hasa madaktari hapa wasingeweza kutibu. Wasingeweza kutibu madaktari hapa. Walikomati kuona ugonjwa lakini kutibu alishindwa. Na maana miaka 10 alikuwa mgonjwa. 11 nadhani. Mwaka 2018 akapokea uponyaji. Umeona? Mzee ni mzima wa afya njema. Kumbe alikuwa amepandikizwa kwa bila unabii pale kutembea. Ni vigumu sana kumfungua kupona, asingepona. Huyu alikuwa anaenda bila unabii kusoma. Kwa unabii usipotembea usitembee na utabiri, ukagundua viungo vya ndani vimehamishwa. Ndio maana tumbo inajaa maji, maini hii imejaa maji, moyo umejaa maji kwenye maji, basi mishipa nini imejaa mafuta, basi yani kona zote ni matatizo. Lakini kwa matatizo hayo aliwekewa kichao, ndugu mtazamaji. Ameeleza mwenyewe baada ya kufika hapa jinsi alivyoambiwa. Na sasa ni mzima, ndipo Mungu alipoanza kumfanyia deliverance. Hata kufikia hatua hii, ni mzima wa afya njema. Hata anaweza kuongea, alikuwa hawezi kuongea hata vizuri. Hata sasa anaweza kuongea, anatoa sauti mwenyewe. Wakati alikuwa hawezi kuongea, alikuwa ametingwa na magonjwa makubwa ya kishetani, ya ushirikina, ya wachawi wa Bukoba. Mamzimu huko wachawi wakubwa. Lakini sasa wanashangaa, walitegemea atakufa. Huyu hapa Mungu amemuinua tena kwa mara nyingine, mzima afya njema. Barikiwe sana. Bye bye. Mpaka hapo mtazamaji, tumefikia tamati ya kipindi chetu. Ninaamini umepata kujifunza mengi kutoka kwa Mfalme Zumaridi na pia aliyetoa ushuhuda. Nakukaribisha sana, tukutane tena wiki ijayo. Ulikuwa nami Jennifer Lupia. Mtazamaji wa Star TV, usikose kuangalia kipindi cha ibada iliyojaa shuhuda, maombezi, utabiri kutoka kwa Mfalme Zumaridi kupitia Star TV kila siku ya Jumapili kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku. Pia unakaribishwa kuhudhuria ibada siku ya Jumapili ili ushuhudie nguvu ya uponyaji. Kwa mawasiliano piga simu namba 0658 543165, 0768292116, 0766500374, 0742036037 au 0788658966. Pia usikose kufuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.